Rastafari Selassie, tukuzwe Jah Rastafari, anayetubariki hekima na uwezo wa kukutana siku za Sabat, siku ya pumziko, siku ya 7 ya wiki ya pumziko, ambapo tunaendelea kutoa sifa na shukrani kwake yeye katika Haile Selassie, Mungu mweza yote, anayefunuliwa katika mfalme wake Haile Selassie, ambaye ni mjio wa pili wa Yeshua Mashiach, mwana wake mpenzi. Jah alisema yeye ni mfalme wa wafalme, lazima aonekane duniani akiwa mfalme. Mungu ni mweza yote, ataiweka roho yake ndani ya mfalme wake naye aonekane. Ametufanya sisi katika mfano wake yeye, manake muonekano wetu ndio muonekano wa Jah Rastafari. Kwa Jah katika viumbe vyote ambavyo ameumba, kiumbe gani ambacho ataamua aonekane ndani mwake? Mwanadamu ni kiumbe cha hali ya juu zaidi ya viumbe vingine vyote vilivyoumbwa na Jah. Jah lazima adhihirike katika mwanadamu, na ndio Haile Selassie. Yeye ni mfalme wa falme, bwana wa bwana, simba mshindi wa kabila la Yuda. Rastafari. Simba mshindi wa kabila la Yuda, yeye ameshinda. Empress Menenia. Yeye ameshinda, na kwa kumdhihirisha Jah katika ulimwengu huu wa leo hii. Rastafari kama njia ya maisha, tunaamini katika neno la Jah limesemwa na manabii toka zamani, na neno la Jah halina uongo, kwa sababu manabii ambao waliishi katika vipindi tofauti wamezungumza neno moja. Manabii tofauti ambao wameishi katika vipindi tofauti wamezungumza neno moja. Hii inatumaanishia kwamba neno la Jah ni moja, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka mwisho kwenye Revelation. Neno ni moja, vipindi tofauti. Hata kama Babylon amejitahidi kuchukua neno la Jah, amelibadilisha katika jinsi zake, lakini Jah bado analinda ukweli wake ndani ya neno, na tunaposoma neno tunalipata vizuri. Haile King Rastafari. Neno sehemu fulani pale katika Luka sura ya kwanza mstari wa 82. Luka sura yake ya kwanza katika mstari wa 32. Luka mstari wa kwanza 32 imetuambiaje? Tuanzie juu kidogo pale katika 30. Kwa hiyo malaika akamwambia, usiogope Maria, kwa maana umepata kibali cha Mungu, na katika tumbo lako la uzazi utazaa na kuzaa mwana, na tazama utachukua mimba katika tumbo lako la uzazi na kuzaa mwana, nawe utamuita jina lake Yeshua HaMashiach. Haile Selassie. Huyo atakuwa mkuu, naye ataitwa mwana wa aliye juu zaidi, na Jah Mungu atampa kiti cha ufalme cha Daudi baba yake, naye atatawala akiwa mfalme juu ya nyumba ya Yakobo milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Haile Selassie. Atazaliwa Yeshua HaMashiach, chaguo la Jah, ambapo Jah atamfanya kuwa mkubwa zaidi. Atakuwa mkubwa zaidi, na Jah atampatia kiti cha ufalme cha baba yake Daudi, na kutawala katika nyumba ya Yakobo katika Sayuni, kuwa mfalme wa wafalme. Yeshua HaMashiach tunajua ni chaguo la Jah. Alipokuja duniani kwa mara ya kwanza mpaka anaondoka hakuwahi kuwa mfalme duniani. Lakini unabii unatuambia kwamba siku itafika Jah atampatia ufalme na atawale katika nyumba ya baba yake Daudi. Atampatia kiti cha ufalme cha baba yake Daudi. Ile ni katika nini? Katika ujio wake wa pili. Tumeambiwa atarudi duniani kwa mara ya pili, na ambapo atavalishwa taji la kifalme
atakalishwa katika kiti cha ufalme cha baba yake Daudi. Haelewa? Selassie. Kwa hiyo ile imekuja kutimia katika ujio wake wa pili. Yeshua Mashiach anakuja katika ujio wake wa kwanza, anarudi katika ujio wa pili, dunia ikingali inaendelea, anatimiza ufalme wake. Sasa imetimia katika jina lake jipya ambalo ni Haile Selassie the First. Rastafari. Haile Selassie. Hata niulize hivi nisikize. Maana ni kusema Maria anazaa mzao wa Daudi. Maria ndio anatokea kwenye uzao wa Daudi. Maria. Ndio, Maria ni uzao wa Daudi. Ni ukoo ule wa Daudi. Wa Daudi. Maria, Yosefu, mpaka Yesu Kristo, wale wote ni uzao wa Daudi. Eleje nipendanisha. Asikize nisame. Selassie. Na tukisoma tena katika Matendo ya Mitume 15 kuanzia 14. Matendo ya Mitume sura ya 15 kuanzia mstari wa 14 unasema kama ifuatavyo: Simon ameeleza kikamili jinsi Mungu kwa mara ya kwanza alivyoelekeza uangalifu wake kwa mataifa ili achukue kutoka kwao watu kwa ajili ya jina lake. Na maneno ya manabii yanakubaliana na jambo hili. Maneno ya manabii wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho yanakubaliana katika jambo hili, kwamba kama vile ambavyo imeandikwa, baada ya mambo hayo nitarudi na kukijenga upya kibanda cha Daudi ambacho kimeanguka chini. Baada ya mambo hayo manabii wote wanakubaliana kwamba ilisema kwamba atarudi tena Yeshua HaMashiach. Atarudi tena duniani kwa ajili ya kufanya nini? Kusimamisha tena kibanda cha Daudi, maana kusimamisha tena ufalme wa Daudi. Yeshua atarudi tena duniani kama mfalme kuja kusimamisha tena ufalme wa Daudi. Nami nitayajenga upya mabomoko yake na kuyasimamisha tena. Atasimamisha tena ufalme, maana Yeshua HaMashiach Yesu Kristo anarudi duniani tena kwa mara ya pili kama mfalme. Manabii wote wanakubaliana kwamba atarudi kwa mara ya pili. Kwa hiyo ndio ukombozi kamili wa imani ya Rastafari, kujitoa katika minyororo ya ukoloni, udanganyifu wa kikoloni. Tuendelee. Atarudi kuja kusimamisha tena kibanda cha Daudi ili watu wanaobaki wamtafute Jah kwa bidii. Anarudi mara ya pili kusimamisha ufalme ili watu waliobaki waendelee kumtafuta Jah kwa bidii. Manake bado maisha yanaendelea. Kurudi kwa mara ya pili kwa Yeshua HaMashiach duniani, maana yake ni kwamba maisha bado yanaendelea, sio mwisho wa dunia kama gisa ambavyo tunadanganywa na ukoloni kwamba atakaporudi kwa mara nyingine ya pili na ndio mwisho wa maisha, na ndio na ndio mwisho wa maisha, na ndio hukumu ya mwisho, na ndio siku ya hukumu. Lakini sivyo vile, atakaporudi mara ya pili maisha bado yakingali yanaendelea. Anaendelea kutoa nafasi nyingine kwa wanadamu waliobakia waendelee kumtafuta Jah kwa bidii. Ona jinsi Jah yuko na huruma na wanadamu. Amekuja mara ya kwanza kama mwana. Amefanya kazi. Ameokoa watu. Na wengine wamebaki. Lakini Jah anasema nitamrudisha aje endelee kuishi tena na wanadamu akiwa kama mfalme wa falme, aendelee kukomboa wengine. Selassie amekuja tarehe 2 mwezi wa 11 1930, 2 November 1930. Ametangazwa mfalme wa falme duniani. Ameanza kazi. Amefanya kazi ya ufalme kwa miaka 44, miaka 44. Anafanya kazi ya kuwakomboa wale watu wengine waliobakia, kama jinsi neno linasema, ili watu wanaobaki waendelee kumtafuta Jah kwa bidii pamoja na watu wa mataifa yote. Kwa ile miaka mingine 44 Selassie alikuwa duniani, ilikuwa ni kutimiza hili. Anasema Jah anayefanya mambo haya yanayojulikana tangu zamani za kale. Kwa hiyo nimeamua kutowataabisha wale wa kutoka katika mataifa wanaomgeukia Jah, bali waandikia wajiepushe na vitu
vilivyochafuliwa na sanamu na uasherati, na kile kilichonyongwa na damu wajiepushe na vile. Kile kilichonyongwa na damu. Haleluya. Kwa hiyo ndio mambo ambayo tunapaswa kufanya: kumpokea mfalme wa falme, kupata nafasi nyingine ya wokovu, kujua ukweli, kwa sababu amekuja Selasi kuja kuvunja minyororo ya udanganyifu wa kikoloni. Yeye ametokea Afrika, yeye anaitwa Mungu, naye amesimama katika ukweli, ameifundisha dunia ukweli. Kujitoa katika ukoloni ni katika kufahamu kwamba kumbe kuna ujio wa pili wa Yeshua Mashiach katika mfalme wa falme. Anatokea katika Yerusalemu mpya. Hatupaswi kuendelea kuangalia Israeli, lakini tunapaswa kutazamia sehemu mpya kwenye alitokea mfalme wa falme. Ethiopia imesemwa sana. Ethiopia ndiyo nchi mpya ya ahadi ya Jah, imesemwa sana. Kwa hiyo katika kujikomboa ni kuyafahamu neno la ukweli la Jah jinsi linavyosimama katika maandiko. Kujitoa katika ukoloni, kuendelea kudanganywa, kuchunga katika mawingu, na wakati mambo yote yanatimia hapa duniani. Haleluya. Atukuzwe Jah. Kujikomboa wa Afrika ndio kutega sikio. Rasta tulishajikomboa, tumeshajitoa katika ule ukoloni, kwa sababu Jah alisema sitawaacha watu wote wapotee, niko na watu wangu ambao wananitaka, au watanifuata, watanisikiliza. Alivyolileta neno ni kwa sababu kuko watu wachache, lakini watasimama na Jah imara. Jah ana uwezo wa kufanya yote hata peke yake, lakini anajua yuko na watu ambao wanampenda, ambao wako tayari hata wamwage damu zao kwa machungu, lakini hawatafuata njia ya Lucifer, hawatafuata njia ya udanganyifu. Au atasimama nao, atatawala nao wakiwa wafalme, kama malipo ya uvumilivu wao, malipo ya mapenzi yao katika ukweli na Jah. Hakuna kitu chenye thamani zaidi, chenye value zaidi kama kusimama katika ukweli, kujua ukweli na kutumikia ukweli na kuwa na uhakika wa wokovu wako. Haleluya. Ili inazidi udanganyifu wote wa jina kubwa la dunia, utajiri wa dunia. Inazidi vile vyote ukavipata vile, lakini una woga ndani ya roho yako. Hauna nguvu ya roho. Ukavipata vile vyote, lakini una woga, unaishi na woga ndani ya roho yako. Unaiogopa ile siku yako ya kuanguka chini. Unaiogopa. Lakini yule aliye mtakatifu, yule anayempenda Jah, yule anayesimamia ukweli na kutumikia ukweli, anaisubiri sana kwa hamu ile siku ya kufly away home to Jah. Anaisubiri sana ile siku ya fly, ya kuruka na kwenda kwa Jah, kwa sababu ni pumziko. Ile ni kweli la milele. Hana woga na ile siku, hana woga na kaburi, hana woga na ile, kwa sababu anajua ana nguvu ya roho, anasimama na Jah kutumikia ukweli. Haina maana kuishi na woga duniani kwa sababu ya kudanganywa na jina kubwa la dunia. Shetani amekupatia jina, shetani amekupatia hizo pesa za dunia. Haleluya. Atukuzwe Jah. Ndugu, ukombozi ni wa maana sana.